Yo, bana mambo vipi? Inakuaje? Leo ni siku nyingine nzuri ya Jumatano, tunakutana kwenye podcast yetu ya Before the Fame na tumekutana na mastaa wengi sana, na last time tulikuwa na Hashim Ibwe, lakini leo tumekutana na my brother Mark Voice. Mzee, mambo vipi ndugu yangu? Uko poa? Salamu alaykum. Kaifa hali je? Basi tukufu ndugu yangu, lakini tujaribu kumshana. Vipi lakini somo unapanda? Somo vizuri kabisa eh? Ya, safi bwana. Ngara bwana. Shukuru sana. Bwana, siku nyingi? Ni muda mrefu kweli. Muda mrefu. Tunashukuru kwa uhai. Yeah. Na Mwenyezi Mungu kama hivyo tunaona tena siku nyingine naomba tunaona siku zingine ni jambo la kushukuru sana. Kabisa ndugu yangu. Hii ni mara ya kwanza kuja Bongo 5 kama sikosei. First day. Zingine wakati tunakutana nje kule. Kabisa dada. Leo tumekuja tuzungumze kuhusiana na kiwanda, lakini pia kuhusiana na kazi yako ya muziki. Muda mrefu sana umekuwa kimya mzee wangu. Vitu vingi vimezungumzwa. Voice, kwanza tuanzie hapa, mwaka 2026 umeanza. Kwako wewe kwenye upande wa kimuziki umejipanga vipi? Kisema nimejipanga, afu pia nina huzuni. Nakuwa kidogo na kosea kwa sababu siwezi kusema nimejipanga alafu bado mwanga wangu siuelewi. Kwa vile vitu vyako ndio vinasababisha usifanye kazi? Kwa sababu sina kila kitu. Okay. Kwa nasema kama najipanga na sina kila kitu ndio hapa naongopa sasa. Okay, mimi nataka kufahamu jambo moja Mark Voice. Muda mrefu sana stories zinaandikwa kuhusiana na wewe. Kwa sababu nikisema tuzungumzie vitu vingine hapa ni uongo, kwa sababu kumbe huwezi kuzungumzia tena muziki kwa sababu bado kuna catalog zako bado ziko chini ya manager ndio moli kwa nao mwanzo. Vitu vingi vimeandikwa vingi, Mark Voice chaka tu chaka na nini, show afanye mara kapotea. Mimi mwenyewe nilishe kufanya interview na Rayvanny, akasema umeondoka bila taarifa. Interview mimi nayo nilifanya naye pale studio. Umeondoka bila taarifa na kupigia simu upokei. Mara akaona mtafuta anko wako, mjomba wako, akawa anaongea naye lakini sometimes hapatikani pia. Umeondoka hana taarifa na wewe. So na kwa sababu tulishazungumza na Rayvanny, imekuwa ni vizuri kwa sababu pia tumekupata na wewe, maana yake tumekuwa tumebalance. Rayvanny kashaongea kwa upande wake na tukikusikia wewe itakuwa ni rahisi zaidi, au itakuwa ni vizuri zaidi. Nini ambacho kinaendelea kuhusiana na maisha yako ya muziki, career yako, lakini pia wewe na Rayvanny na lebo yako ya Next Level? Nafikiri jana niliongea vitu vingi mjini FM. Yeah. Kwa sababu nilifanya interview mjini FM, lakini nataka kukumbishia pia kwa sababu ya mimi na Ray hatuko sawa. Mrefu sana. Nilicho naongea kwamba niliondoka kwenye lebo bila taarifa. Muda mrefu sana tuko sawa. Na nafikiri jana niliongea sababu za kuondoka kwenye lebo. Sikuondoka tu kwenye lebo, bado nimezuka. Bado nilipata mizuka kuondoka. Kuna sababu ambazo zilikuwa zimesababisha nikaondoka kwenye lebo. Okay. Kwa hiyo mimi nataka tu niongee kitu kimoja Zaheri. Mimi sipendi kufanya hizi interview, na nilikuwa nataka kufanya hizi interview labda nafanya kwa ajili labda kumchafua Rayvanny au nafanya kwa ajili labda kutafuta trend. Nilikuwa na uwezo kufanya hizi interview muda mrefu sana. Nilikuwa naweza kupiga brother Eddie, kipi yangu chaka ni video hapa ninaongelea sana. Wanaomba interview ni kila kitu kwanza lazima utumie busara. Kabisa. Kweli tuligombana, hatukuwa sawa, lakini mimi nikasema okay, this is bro, unaelewa? Lazima nirudi nione jinsi gani tunaweza tukaweka sawa mimi na bro. Kwanza kabla ya kufanya interview. Jinsi gani tunaweza tukaweka sawa. Nikamtafuta brother, nikajaribu kuweka naye sawa, lakini haikufanikiwa. Unaelewa? Sasa kama haikufanikiwa, manake mimi sina msaada. Ikiwa sina msaada, manake sina mtu tena kuweza kumlindia shida zangu zaidi yake yeye, kwa sababu mimi nimeomba anisaidie. Bana bro, naomba unisaidie na kufanya maisha mengine, naomba unibariki. Kama kutakuwa kuna sehemu labda nimekukosea, pia naomba unisamehe kwa sababu sisi binadamu. Tunaomba kukosea. Na Mwenyezi Mungu pia kukosea anasamehe. Hata yeye pia binadamu kama alikosea sehemu. Niwe razi mdogo wako unisamehe, lakini mimi nataka kufanya maisha yangu mengine. Hiyo ni kikubwa ambacho najidia sana. Okay. Lakini bro ni mtu hajawahi kunielewa. Unaelewa? Yaani akiona nimemwambia hivyo anasema dogo na bosi.
dogo labda hivi, dogo umejazwa akili. Bro, mimi ni mtu mzima, unaelewa? Unaelewa? Na ifika time lazima kama binadamu lazima ufanye tu maisha yako. Kabisa. Na kwenye lebo ikifika time mnashindwa kuelewana au mnakwazana, hakuna upendo tena hapo, kwa mnafikiana tena. Akisema labda mfano mrudi kufanya kazi, haiwezi tena kuwa love tena. Kabisa. Kwa hiyo mimi hata kumfuata kwa bwana bro, mimi nataka maisha yangu si kiubaya, kwa sababu wao hata pia wao walipotoka Wasafi waliona sasa hivi mimi nataka nifanye maisha yangu tu. Wanaendelea kama kutoka Wasafi kama kuanzisha lebo yake. Na mimi kutoka kwangu nataka kufanya maisha yangu si kiubaya. Wala kwa dhamira mbaya labda kusema namchukia nini, lakini nataka kufuata maisha yangu the way, lakini kipisi kwamba siku naanza kumpigia bwana bro, mambo ni shauri mambo vipi bwana, maisha hivi unajua ili urafiki ndio mshikaji uendelee bwana bro, naomba tufanye ngoma bwana hivi. Kwa maisha hayo ni bwana kabisa. Lakini sijajua yeye anaichukuliaje au kwani yeye anasemaje kumwambia kuhusiana na kukuachia, kwa sababu najua unachodai ni catalog zako, si ndio? Account yako ya YouTube wapi ya kuachia, si ndio? Maana yeye anasemaje hivyo? Yeye anataka mimi nimpe milioni 100 sasa na yeye kuja maisha kiwalisia maisha yetu. Mimi milioni 100 natolea hapo sasa. Okay. Kwa nini mbona kuhudumia mimi size naye atanipa kama dogo chona. Kiangalia mimi nimekaa miaka miwili sifanye kazi. Okay. So wewe kwa mfano ombi lako kwa Rayvanny unataka akuachie free, yani usimlipe, au labda una kiasi ulitambaa labda umlipe ili akuachie? Msijielewa hapo. Bro, sina hela, nitalipa nini kaka? Kwa mfano Macvoice, labda watu wanaotazama hapa wanaweza kaona labda wanajiuliza, watauliza kwani Macvoice wakati mkataba ulikuwa unasema ulipe na ulikubali kwamba kutaka kutoka kwenye lebo utalipa? Ndio. Lakini sasa bro, mimi sije kulipa na next level. Kama yeye atasema labda mimi niachie kulipa hela, same basi aoneshe invoice. Sasa kama mimi sije kulipa, manake hizo hela mimi za kulipa na story. Wakati mimi nimekaa next level support. Manake kama lebo ungetaka ulipe hela lazima ingeinvest na pia kuhudumia wewe. Ndio maana kuhudumia tu, manake kama yangu iwe kubwa, manake hata kutoka ndio unaweza kulipa. Okay. Sasa hivi nataka kutoka, sina uwezo kulipa. Hiyo ni nini? Kwa hiyo ni huduma yake kama binadamu. Tuangalie bwana, sijana atafanya tu maisha. Okay. Kwa hiyo akisema mimi nilipe milioni tu, naitolea wapi kaka yangu wewe? Naitoa wapi? Leo yeye akisema dogo, mimi simpi vitu bwana mpaka nipe milioni 100. Basi mkopo changu nakufa. Kweli. Unaelewa? Na ndio maana mimi nikatumia neno kuomba, kufuata kumuomba. Unaelewa? Kumuomba kwa sababu sina uwezo kulipa. Ningekuwa na uwezo kulipa, maana yake ningefanya wala bro. Milioni 100 hapa. Milioni 200 hapa na. Naomba nifikia. Unaelewa? Mimi sipendi kuja kwenye mitandao kwanza kuongea hivi spend. Lakini kwa sababu naongea kama hivi mradi kama kuna mtu anaweza kunisaidia. Anisaidie. Unaelewa zaidi? Lakini kama unaona uwezo nakumbusha jambo moja. Wakati Ibra anahangaika kutoka Konde Gang, alivyoshindwa alienda kumtafuta Diamond, kwa sababu Diamond alimchukulia kama babu, yani kwamba ni mtu ambaye kamlea Harmonize, na sisi tunafahamu kwamba Diamond kamlea Rayvanny na ni mshikaji wake mpaka sasa hivi. Kwako wewe ukweli kwenda kumcheck labda Biggie kwamba ajaribu kuzungumza naye, kwa sababu ni mtu ambaye amesaidia vijana wengi, kufanya vile? Mimi sikuwahi kutafuta Diamond, sio mwenyewe. Unajua hivi vitu, cha kwanza kabisa utakuwa ongea na mlengo mwenyewe na ufanye kazi. Unaelewa? Kumtafuta mtu ni sawa, lakini yeye mwenyewe atasema sawa, labda kama Diamond anamwambia namsaidia dogo 1 2 3. Anambia sawa, nimesikia, afu mwenyewe asifanyaje? Asikunjue moyo. Unaelewa? Kwa cha kwanza kabisa cha kujua ni mtu ambaye umefanya naye kazi. Kwa hiyo mimi nimedili naye sana, ndio maana mimi nilikaa muda mrefu tukuongea. Sababu ya mambo yetu, mimi nikasema acha nimtafute brother, nikae naye tuongee. Unaelewa sio? Nitafuta
japo alinisumbua sana kukutana naye tukaongea, lakini mwisho siku mwafaka sio mzuri. Mwafaka sio mzuri kivipi? Kwa sababu mtu akwambia nafanyia kazi wiki naenda, mwezi naenda, miezi naenda, bro, muda unaenda, usubiri yeah. Na Rayvanny sio kama anashinda kunisaidia, ana uwezo, anafanya makusudi. Maana mimi nahisi kitu ambacho kilimuumizaga Rayvanny naona kwenye interview ni vile ulivyoondoka chaka. Anasema uliondoka kimya kimya. Kwa nini wewe uliondoka kimya kimya kutoa taarifa kwenye lebo yako? Kaka, hayo mambo niliongea jana. Kwa nini mimi niliondoka kama kufanya shows za Chaka? Labda nikumbushe tu, bro, mambo yalikuwa nyuma sana. Unaelewa? Nilimuomba leo hela kuweza kunisaidia. Lakini pia mimi nimeenda Chaka sio kama nilipenda, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kumwona mama yake anapata matatizo na karizika hilo swala. Na leo yeye alikuwa na uwezo wa mimi kunisaidia hiyo hela. Unaelewa bro? Kwa hiyo mimi siwezi kumwona mama yangu anateketea, na nimekuomba bwana bro, naomba nisaidie mimi, lakini bado ukasema hauna. Nani nitamfuata tena mimi sasa hivi baba? Niambie hapo, utakwambia bosi wako Rayvanny anasema ana hela, au niombe nifuate mimi, naomba mimi vipi? Au kama unajua kwa mimi ficha hizo zangu, ficha mambo yangu, nasema acha nipambane kama mtu nataka kuwa na iwe. Unaelewa sio? Sikupenda bro hiyo. Lakini sasa kwa sababu mimi nina shida, acha nifanye. Sababu nani angenipa mimi milioni 2 kama bosi wangu mwenyewe ambaye wanategemea nisaidie kali mimi. Lakini wakati unafanya vile ulikuwa unajua kabisa uko nje ya utaratibu. Nafanya hivyo. Ni sawa. Najua niko nje ya utaratibu. Lakini ningefanyaje brother ile hata kama na yeye nakuelewa, angekuwa leo amenisaidia kufanya hivyo. Ni sawa, mimi nimekosea. Sina msaada. Hata yeye brother hivi nifanyaje? Kumbuka yule ni mama na amenizaa, nilifanya sivyo. Exactly, sahihi. Nakuelewa yes. Wakati umeanza Chaka lakini ulitengeneza hela nzuri. Nilipata hela, lakini sio kama nafanya hivi kila siku. No, unaelewa? Sio kama nilikuwa nafanya kila saa. Nilikuwa na uhitaji wa pesa, nilikuwa nafanya. Nani ambaye alikuwa anakusemea wakati unaenda kule? Yaani ulikuwa unazurura na nani anakutafutia zile show? Kuna promoter wengi bado. Okay. Kwa nini nakuuliza hivi Macvoice? Wakati uko kwa Rayvanny tulikuwa tuoni show. Ndio? Yaani wakati unakusimamia yeye. Ila tukaja kumuona Macvoice anafanya show baada ya kuanza Chaka. Point yangu ni kwamba unahisi kuna namna pia Rayvanny alikuwa na bana au usifanye shows ambao utatengeneza hela au shows zilikuwa haziji? Au kwa nini ulikuwa upati show? Sasa hapo hayo ni mambo ya kirebo, sababu nikisema nizungumzie maana hata kuna madini mengine mengi tu alikuja pale sikujua alipotea. Unaelewa? Kwa hiyo hali mambo ya kirebo huwezi kujua labda wao wenyewe walikuwa na gani au walikuwa na kitu gani. I don't know, kwa sababu unakuwa chini ya rebo msanii unasikiliza kila kitu. Okay. Kwa hiyo mimi kusema kwamba alikuwa sipati show, sasa show zilikuwa zinaita, lakini mwisho siku hazitimii. Kwa hiyo mtu anaweza kusema bwana mimi msanii wangu anatoa pesa fulani au msanii wangu mwenyewe kile anajua mwenyewe panga. Kwa hiyo sasa kwa mimi nikisema kwamba labda show zilikuwa ziingie, labda zilikuwa hit, hiyo I don't know kwangu, kwa sababu mimi sikuwahi kupata show mkononi mwangu. Yaani hata hiyo show yenyewe hata Chaka ilikuja mikononi mwangu kama bahati, kwa sababu mama alikuwa anaumwa. Ikaja mikononi mwangu. Yaani kama Mungu. Maana ingeenda kwake waga haijaji mikononi mwangu. Okay. Lakini ni kama Mwenyezi Mungu tu ndiye kaja mikononi mwangu. Nikasema bwana, I don't know itakuwaje, utanionaje, sawa, lakini mimi nakufanya. Lakini ulisaidia kusort swala la mama. Ulisaidia tu. Sawa. Okay. Nataka kufanya jambo moja. Macvoice, sijui utanijibu. Kwa nini ulikubali kulala studio? Sasa kama sina uwezo. Nyumbani ni wapi? Kama nyumbani Bagamoyo. Wakati uko kwa Chege na Johnny, ulitaja Johnny? Wakati unasimamiwa na Chege. Ima yes. Ulikuwa unakaa? Ima alinipangiaga. Kwa Rayvanny alipokutoa yeye manake ile ikabidi aache kukupangia. Sasa unajua Ima alinipangiaga. Unakaa. Lakini Ima alivyo
nakumbuka kuna mwanangu mmoja alikuwa anakaa naye. Unaelewa? Yule mwanangu baadaye mimi nilivyokuwa na kufanya harakati zangu, mwanangu alikuwa mzava sana. Mzava. Kwa wakati uko kwa Ima pia ulikuwa na mzava mshikaji. Hata ile interview nilikwambia kwamba ilikuwa imeumwa. Nimetoka kwa mwanangu. Ni alikuwa mzava. Sasa nimetoka kwa mwanangu. Nikaenda kwa mjomba. Ndio huyo mwanangu ambaye mimi nilimwachia gate. Wakati unaondoka kwa Rayvanny kwa manake umepanda brand. Ulikuwa unakaa wapi kwanza? Ulikuwa brand. Ngoma kupanda brand. Ulikuwa unakaa wapi kwanza? Yaani kupanda brand yaani naweza kusema kwamba sio kupanda brand. Lakini mimi nilikuwa namwachia mwanangu gate, mimi nalala studio. Why ulikubali? Kwa nini usiwe unakaa kwa mwanangu? Gate ilikuwa baya. Nakuelewa, tayari ushatangazwa na Rayvanny. Kwa kulinda brand ya Rebo na kulinda mimi mwenyewe brand yangu. Ndio na studio ulikuwa na last au studio, yani unajua kusema studio ni nyumba. Na mimi nafahamu Next Level ni jumba lile, ndio? Kuna vyumba ndani ya Next Level. Ulikuwa unalala kwenye chumba kimoja hapo au ulikuwa unalala studio vipi? Hicho chumba kimoja ni cha Rayvanny, usiku kulala cha bosi. Kwa hiyo usiku kulala. Wewe ulikuwa unalalaje? Chini. Yeye anasemaje? Kwa hiyo nataka kuniambia siku ya kwanza ile anakuchukua, hiyo siku ya kwanza ukaanza kulala chini au kuna sehemu ulikuwa unalala ila baadaye mambo yakawa magumu ndio ukawa unalala studio? Brother, ni story ndefu sana kiasi kwamba unajua mimi naweza nikaa naongea kwa watu wengine wanaweza kusema dogo la bana. No, please. Unajua nikwambie kitu moja. Mimi niko na kwa shake hapa. Unajua unavyozungumza pia Rayvanny ana team, ana watu. Wenda hivi vitu walikuwa wanajua labda watu watatu. Labda Rayvanny, Rashidoni, labda na nani. Lakini unapozungumza kuna watu wengine pia watajua. Ushaelewa? Kama nikupata msaada utapata msaada baada ya kuongea ukweli na vitu ambavyo vilikuwa vinanikusibu. Ushaelewa vizuri? Ndio maana tunajaribu kuzungumza. Kwa mfano umezungumza jana, angalia reaction ya watu. Ushaelewa? Ujue watu wengine wanawagusa vipi. So kadri unavyozungumza unaeleza watu walisia, watu wanajua okay, kumbe hiki kimefanyika, nataka tumsaidieje Mac Voice. Ushaelewa ndugu yangu? Ndio maana najaribu kuuliza ili watu wafahamu. Unajua ni kwa sababu gani? Pia nyinyi wasanii mna maisha ya kuigiza. Yaani kweli sana. Uongo? Kwa mfano wewe unasema nilikuwa brand. Lakini brand inawezekana imekugharimu na inafikia muda ulijuta hata kuwa msanii. Ndio? Kwa sababu tu ulikuwa unaona mimi brand sasa hivi. Ushaelewa? Kwa sababu gani unajua? Wasanii hamtaki kuweka vitu hadharani watu wajue. Kweli. Umeshaelewa? So ukiendelea kuficha hivi watu wataona bado mnaendelea kuleta maigizo. Kwa mfano nimepita kwenye comment watu wanasema hii kiki. Hamna kiki yote bro. Sasa hivi unaishije? Unakaa wapi? Unapataje hela? Unaendesha maisha yako vipi? Nashukuru show za kucheza zinasaidia na kwangu. Unaweza kusema naenda kufanya kuendesha maisha. Si haba hivyo namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unachotaka sasa hivi Rayvanny aterminate mkataba. Si ndio? Anisaidie. Maana huyu ni kama msaada tunamuomba, unaelewa? Mimi naomba nimemuomba yeye private. Unaelewa? Ndio kumuomba sana. Namuomba anisaidie mpaka naamua kuomba mbele za watu. Naomba anisaidie. Naomba msaada kutoka kwako. Unakiri wewe kwanza ulikosea? Kukosea kwenye yani labda unajua inawezekana nimemuua kama binadamu. Kwamba kijana wangu sasa mimi sikufanya labda kwa sababu kusudi labda label ilikuwa inanipa hela labda nikafanya kusudi. Maisha tu. Yes, nakuelewa. Maisha tu. Kwa hiyo kwanza kilichonipeleka kule ni maisha. Yes, ni issue. Kama ningetengeneza system nzuri, yasingeweza yote hayo kutokea. Kwa mfano ukiondoka Next Level akiwachia Rayvanny, utakubali kusainiwa na label nyingine? Sitaki. Wewe na Rayvanny before kukutambulisha ulikaa muda gani kabla ya kutambulishwa? Nilikaa mwaka mmoja. Na ulikuwa unakaa kwa yule mshikaji wako? Azabu. Ulikuwa unakaa? Mzava. Yeye Rayvanny alikukabidhi kwa Mzava au wewe? Mzava ni mwanangu. Yaani Mzava mimi nilikuwa nakaa naye ni mwanangu sana. Kwa hiyo naweza nikatoka kule kwa mwanangu kwa Mzava kwa siku 3. Na Rayvanny alikuwa anajua?
Mimi Rayvanny amekuta kwa Mzava. Kwa alivyokuta kwa Mzava akakuacha hapo hapo. Nini ambacho kilibadilika baada ya kukutana na Rayvanny? Kwa maisha? Wakati uko na Rayvanny kiasi gani ushe kushika kikubwa cha hela? No. Hapana, sio kuvua bro. Hebu kuuliza tujue tu. Mimi kwa sababu mtu ataona kwa nyimbo zako zilivyokuwa zinaenda then umeshika kiasi fulani, so watu wataona ilikuwa ni sahihi au ilikuwa inakosea. Labda naongea kitu kimoja. Mpaka mimi nafikia hatua naenda taka tuchaka natafuta milioni 2 kumsaidia mama. Can you imagine niko na maisha gani? Wewe tu kama binadamu piga, can you imagine? Kweli. Unaelewa niko na maisha gani? Hivi vitu sio vya kuficha na kuweka wazi, kwa sababu sometimes uko unahitaji msaada. Ni bora wewe unaongea ukweli watu wajue. Yes, ndio kitu ambacho ninachomaanisha. Kwa kama unakuwa unashindwa kupata milioni 2, okay, can you imagine? Mpaka naamua kuingia chakula chako. Kwamba nilikuwa na maisha gani hapo? Maana tia. Vitu vingine tuseme tunakaa tu kimya, kwa sababu unajua mimi sikupenda kuja kuongea ya mambo. Yes kabisa. Hata mara moja. Na mimi nilijiulizaga kwa nini Mac Voice amekaa kimya? Ndio maana nilikaa kimya sana. Tafuta solution na bro, solution. Sasa nani atanisaidia bro? Kama nimeenda mpaka BASATA. Kuna nani anisaidia? Kwa nini bora niseme ukweli, labda mimi naweza kukusaidia. Ndio maisha inapokuwa stage inabidi fikie tu hiyo stage, kwa sababu ndio Mungu anapopanga. Haya brother, ningekaa kimya leo ningejua kama mimi napitia moja. Hapana. Au Watanzania wangejua kama mimi napitia moja mbili tatu. Ngumu. Bro, Rayvanny msanii mkubwa, anachoongea watu wanamwamini. Yeah kabisa. Kutokana yeye ni mtu ambaye nitambulisha. Kwa akisema dogo na dharau, dogo moja mbili tatu, watu wataamini dogo na dharau. Labda gani? Lakini lazima uje. Bwana mimi nilienda kwa chaka sana. Maybe labda kwa mkataba nilikosea, lakini shida. Kwa shida. Mimi sikwenda kwa kupenda. Bro anisaidie, anisaidia mimi ningeenda kwa kufanya nini? Bro anisaidie kwa nini ndio kwa mama basi. Bro anisaidie mimi ndio ndio bwana sasa mwingine kwa sifani hiyo. Kupambana sasa hivi. Sifani. Wewe chaka chako kufanya nini labda? Hiyo unakuwa unamkosea mtu anakusaidia. Taarifa ambayo mimi niliwahi kusikia, kuna mtu ambaye wewe anakusimamia ndio kwenye chaka. Then nilifanya show hizo. Taomba wewe ulijibu hapo clarify. Nilifanya show hizo, wanadai show ambazo ulifanya ilitakiwa asilimia ikatwe na record label. Wewe kupeleka hata siku. Niliweke wazi hapo kidogo zaidi. Nakuja pale mimi show za kucheka sikufanya sana. Sio unaelewa? Mimi sikufanya sana. Shows za kucheka nilifanya ili kumsaidia mama ikamfanikiwa kitu. Kwa hela matumizi kuangalia sijani, kwa sababu mimi nilishindwa kurudi kwenye label kwa sababu nilikuwa nitisha sana. Kwa voice note kwa anasema. Kwamba unaweza kuonesha kwamba anakutisha vipi? Kama usirudi tena kwenye label, urudi kufanya kitu kibaya. Unajua, I don't know anaendea kiasila kupanda, lakini mwisho siku kama binadamu lazima afanye uwe na hofu, kwa sababu unajua mtu unaweza kumuona anafanya muziki lakini pande ya pili pia usijue. Haya maisha. Utapata hofu kwa sababu kama mwenye label mwenyewe anajua usirudi kufanya. Ndio mwenye label. Inakuwaje? Kitu cha mimi kama mrefu. Wanakuambia kwamba yani nikarudi na kuongea naye tena. Kwa tunekaja haya mambo. Sawa. Kaka kipindi kirefu sana. Nimerudi nimtafuta. Na ndio naomba unisaidie ndugu yako. Hakukugusia kwamba umefanya show hujalipa hela label? Kwamba umefanya show za chaka then label hujalipa hata shilingi 10.
Kaka, hakugusia hiyo. Ngoja nikwambie kitu kimoja beza. Mtu kashakwambia usirudi kwenye lebo. Unategemea mimi ningeishi vipi yani? Katika kipindi cha katikati kama sifanye show. Kweli. Pata shida. Ningeishije hapo katikati? Sio ndio bwana. Kwa hiyo nikarudi tena kuonana naye, kumuomba. Elewa hiyo hekima nayotumia. Sikurudi kwenye mitandao. Sasa yeye, unajua, sikurudi kwenye mitandao kuongea chochote. Nimerudi kwanza. Labda kama kuna sehemu nilikosea bro. Hakuna mtu yeye anaelewa. Hakuna, hujaitangaza mitandaoni. Leo hekima. Unarudi kwanza kuomba radhi. Hata kama alikosea yeye, labda alizingua, lakini lazima ufanye ndio. Karudi kuomba radhi. Ndio nisamehe. Maybe ziki zangu na shida zangu kweli nilikuwa na shida. Sio vizuri. Akasema nimekusamea, akasemaje? Kwamba nilikuwa na shida. Leo hicho kitu. Nilikuwa na nini? Shida. Ila naomba unibariki ndugu wangu. Mimi nataka vitu nikafanye maisha mengine. Wewe hujamuomba hela, unamwomba tu akuachie uende. Yaani niachie tu mimi nifanye maisha mengine. Na wewe hali yangu ndio unajua. Jibu lake ni nini hapo? Ananiambia tu, bwana, mimi sina noma. Hapo anaongea amekasirika, anaongea kwa gari. Upo mimi Mzava na Rashidoni na yeye. Mimi sina noma, taongea na jamaa kwa sababu ndio kaela zao na japa. Kaela zao. Nafikiri nitakwambia. Alishusha kwa vile jua pendeza sana. Ikawa ni chenga tena. Anaingilia huku. Ngoja kwanza. Rayvanny alitoa malalamiko, wewe ndio upokee simu. So unavyosema tena yeye ndio upokee simu zako, hapo tunapatoka kasi. Alisema anakutafuta mpaka anamtafuta mjomba wako. Ngoja. Ile clip naifanya interview. Umeiona interview? Alisema mpaka anamtafuta nani? Nijibu hapa kidogo. Mpaka anamtafuta mjomba wako. Naomba nijibu. Kuongea hata mimi naweza kuongea chochote ninachojisikia. Unaelewa? Kuongea chochote ninachojisikia naweza kuongea. Kaongea. Kwa sababu ndio naomba kuongea. Rayvanny alivyonitumia voice note na kunitumia message nitafutaga tena kwa hata mimi nitakuja kutafuta. Sio leo nachoelekeza kwangu. Nitafutaga tena mpaka mimi nilipokuja kumtafuta. Yaani nitafuta kwa namba yangu nyingine bwana. Kwa kusema kwamba alikuwa ananitafuta sana. Ile simu yako ilikuwa hewani? So umesema ulitafuta namba nyingine. Maana yake inawezekana namba alionayo. Namba yangu nilipigia mwisho 80. Nilipigia au hujanipigia? Nimekupigia? Umenipata au hujanipata? Nimekupata. Kwa maana yake ile namba yako alikuwa hawapokei, ukabidi umpigie kwa namba nyingine. Unaweza nani kabeba voice? Niambie. Haliko kwenye kampeni Mbeya. Nafikiri tarehe 20 ndio nimerudi. Nimeomba kaka tuongee. Wewe wakati unaenda kwenye lebo Mac Voice, nini ambacho ulikuwa unakitamani unatarajia ukipate? Hem tueleze wa Tanzania hapa. Funzo ambalo hata kuna vijana wengi wako mtaani. Tutakiwa waelewe cha kwanza. Wale sisi tunatoka mtaani kwa maskini bros. Tunakuwa ni mashamba. Shamba vipi labda? Shamba kwa mada. Umaarufu. Umaarufu. Cha kwanza kabisa unachowaza wewe ni kuwa star. Yes. Lakini ufikiri kwamba umaarufu bila yeye ni kidogo. Kabisa. Unaelewa? Hiyo sasa baadaye kutokea kwa target yako ilikuwa ni kuwa star. Kaka, unajua kwamba nikishakuwa star nitapata na hela. Unaelewa? Kila cha kwanza kabisa uwe star. Unaelewa? Kama tunasema Islam au si fulani nani, hiyo hivyo ndio cha kwanza kila mtu anaushi. Yaani kila mtu ambaye anafanya muziki anaushi cha kwanza kujulikana. Yes. Anaushi cha kwanza kujulikana, zeni hapo.
Pesa, yes. Sasa kuna kutengeneza pesa. Okay. Wewe kuna chochote ambacho aliwahi kukifanya Rayvanny kizuri kwako ambao unaweza kumsifia leo? Kunifanya kuwa maarufu. Basi. Hicho ni kitu kizuri. Hiyo ni sifa yake. Kwa sababu kwa Rayvanny anajulikana sana East Africa. Kenya, Uganda, Congo. Wanajua Mac Voice. Hiyo ni sifa yake apewe. Kweli kabisa. Kwenye jema lake unahisi kwa nini Rayvanny amekwambia lipe milioni 100 badala ya bilioni 1? Mimi nilisikia tu yeye anasema labda mimi nina bosi nyuma nahisi. Unaelewa? Yeye anahisi mimi ni bosi. Kuna mtu anataka kunisupport. Kuna mtu anaweza kunisaidia mimi jamani. Kumpa Rayvanny. Kwa nini hajakwambia ulipe bilioni 1? Bilioni 1 kama alivyoandika kwenye mkataba. Si bilioni 1 kama inatolewa. Kwa nini kapunguza mpaka milioni 100? Hata hiyo milioni 100 inatolewa wapi? Kama milioni 2 tu ni shida, nikaenda chakari changu fanya. Kwa hiyo naamini downflow yako ni kwa sababu ya Rayvanny. Sasa kwa bro niseme kitu gani? Nikija katika kuongea kwa zaidi kwa sababu mimi nimepokonya kila kitu. Account mpaka Instagram. Kila kitu maana yake account ya YouTube na. Bro, ngoja nieleze kitu kimoja kwa zaidi. Leo hii ungeona nimeanzisha vitu vipya labda nafungua. Afu Rayvanny akaja kusema dogo na dharau bwana, mimi kwa sio kama nashinda kumpa vile vitu. Lakini yeye mwenyewe kunitafutaga dogo kiburi. Kwa hiyo nimeona fresh. Siku mimi nikija kuongea kwamba jamani ninyima vitu nilimbembeleza sana. Hakuna mtu atakuelewa. Mtu atanielewa? Hakuna. Hata mimi mwenyewe nisingekuelewa. Lakini leo hii naongea sio unaelewa. Yeah, nakuelewa vizuri. Hata siponipa vitu akininyima, lakini sio sinajuka. Yeah. Unaelewa unapokuwa. Kwa hiyo ndio maisha yani. Kwa mimi namuomba wala sisemi nataka sababu uweza kumlipa. Yeah. Si. Na yeye ameshikilia mpini. Na yeye ameshikilia mpini. Ndio maana mimi natumia neno kumuomba anisaidie kama ndugu yangu. Unahisi kwa nini wasanii wanaenda kwenye lebo huwa wanatamani kuondoka na wataki kurudi tena? Nini ambacho kiko behind Mac Voice? Anakuambia ngoma utamu ngoma ingia ucheze ndani. Mtu mwingine ukimwelezea hivi anaweza kaona dogo labda anaongea tu dogo labda hivi, lakini ingia tu ndani mwenyewe uone. Bro, hakunaga mtu ambaye anapenda kuondoka sehemu nzuri. Yeah. Unaisha tasikia? Ukiona mtu anaondoka sehemu yote hiyo sehemu mbaya, hajalishi mbaya yake na sehemu ngapi, lakini naelewa sio? Lakini kuna mtu ambaye anapenda kuondoka sehemu nzuri. Sehemu nzuri inasaidia. Viwango vizuri vinaenda vizuri. Sawa. Nende wapi bro? Yeah. Elewa? Siwezi kuondoka. Kuna magana fikita mbona? Ndio mengi sana. Ongea mengi sana. Sio vizuri sana. Ndio unamwazilisha mtu mwingine. Taarifa ambazo nishe kusikia hela yako kupewa wewe pale ilikuwa ni milioni 17. Ndio hata iwao. Kwanza ngoja niendelee baadaye. Ningepanga. Nasema hivi. Ningenunua crown tembelea ngoro nayo kwa profile. Sasa hivi voice unaongea kama sio maisha haya bwana. Mungu atusaidie sana. Hiyo taarifa ni ya uongo. Kama ya ukweli, tumwachie Mwenyezi Mungu kwa mbele. Kwa sababu na kwa nini nasema hivi Mac Voice? Taarifa mimi unajua mimi nafanya kazi na wasanii wengi kwa karibu. So sometimes huwa nauliza baadhi ya vitu. Kwa nauliza wananiambia
kwamba hela ya kwanza tulimpa Mac Voice ilikuwa milioni 17 na sisi tulishangaa kwamba tumempa Mac Voice milioni 17 then hajafanya chochote. Kama umempa mtu hela unampangiaje? Hilo ni swali ambalo liliulizwa hapo. Jibu ambalo lilitolewa. Na wanasema wanampaka nini za kulipa za nini? Timu yake. Timu yake. Yes. Wakuonesha invoice sio nao brother. Wakuonesha invoice wachukue kusema bwana, umeona invoice za Mac Voice hizi? Milioni 17 hizi. Unahisi kwa nini Rayvanny alikuwa anakurekodi kwenye gari? I don't know, ila nilisikia vibaya. Maybe labda anajua siku dogo kufanya interview nizitoe. Yeye alikuwa kashikilia simu hivi? Babu mimi nirekodi najua brother. Okay. Hajalishi umeshika simu naongea unafanya nini najua bisa hapo unarekodi. Yeah. Si mtu mzima kaka. Yeah, nakuelewa. Nakuwa naelewa kabisa. Unarekodi. Mbona mimi si ile kibaya? Yes. Nimekuja kumuomba nisaidie. Mimi nakuja kuomba msaada. Anisaidie. Ulifanya show Chekatue? Chekatue. Ile na kina Divoice? Yeah. Mac Voice, Divoice na nani? Na Yami? Yeah. Mlilipo shingapi? Sijui kaka. Hizo ni siri za watu. How? Hizo ni siri za watu. Fanya show. Yetu. Fine. Basi mkatalia kwa sababu Dwayne na rafiki yake na Rayvanny mkatalia sasa. Yeah. Yeye pia ni mtu ambaye katika utokaji wako alikusupport. Yeah. Kwa ukaenda kufanya ukujua labda wamelipo shingapi? Mimi nilipewa hela ya nguo na zile mlikuwa mnasafiri mnaenda kwenye show zake. Hizo pia ilikuwa. Hata mimi alikuwa huko. Show zake? Show zake ndio nimesafiri kwa show gani? Arusha. Nilienda kwa show zingine. Labda ile ya Mbeya ilikuwa ni Wasafi. Ilikuwa Wasafi? Hamjawahi kusafiri nje ya nchi na Rayvanny? Hata mara moja. Kwenda kushoot labda Afrika Kusini. Video zako hiyo tu, lakini labda kwenda nchi labda kutembea, si labda kama anavyoendaga kwa mashow yake na Dubai, si japo mwenyewe niko natamani niende nichukue ni gain experience kama hiyo ndio sikuwa kupata nafasi. Wewe ulikuwa unaamini unatengeneza hela kupitia muziki wako? Kaka ukiangaza ile namba kweli ya namba hiyo sio kuongeza hela kweli. Ukiangaza mezangu namba hiyo hata wewe mwenyewe huamini kama mimi sitatengeneza. Yes. Numbers nani? Yaani kama kuna mtu anaweza kuamini mimi sitatengeneza. Okay. Mimi ndio sitatengeneza hela ndio sana. Okay. Mkataba wako unao? Wanao wao. Kwa nini wewe kuchukua kopi ya mkataba? Ndugu yangu, sikuwahi kupewa mkataba lakini uliusoma. Sababu unakaa pale level. Okay, maisha magumu huyu unapitia. Kwa muda wote mkataba. Kwa mkataba mara unajua. Ulikuwa miaka mingapi? Miaka 10. Na umetumikia Next Level miaka 2. Mitano? Miaka 5. Maana bado 5. Utajua nisaidie tu. Nisaidie tu. Mimi natamani uongee na Rayvanny umwambie chochote. Anisaidie mdogo wangu. It's situation ngumu sana. Hatua nafuata na muomba. Mbembeleza. Inabidi yaingie na binadamu. Nisaidie. Ulishawahi kumjibu vibaya? Hata siku moja. Katika watu ambao kwanza mimi nilikuwa nawaheshimu ni wewe. Ndio maana bondi zetu na watu wengine walikuwa wanajua mimi natoka Mbeya.
Watu wengine wanajua mimi natoka Mbeya. Mimi Rayvanny ni ndugu yangu kabisa kuzaliwa naye. Unaona namba kama unafanana naye. Watu wanajuaga hivyo. Unaelewa? Kwa mtu ambaye mimi sikuwahi kumdharau hata siku hiyo. Hata siku hiyo. Wakati anaendelea, kwa nini kumcheki mwanao Mzava ambao ni mshikaji wake? Mzava anamuogopa Lei kaka. Mzava utamuonea tu kwa hilo swala. Utamuonea tu. Hana uwezo kukaa na Lei kama bwana moja mlita. Uwezo. Rashidon na ningekuwa na uwezo huo, nafikiri ingenisaidia. Rashidon wote kaka wanaogopa. Kwa nini ametengeneza mazingira ya kuogopa? I don't know. Wewe ulikuwa unamuogopa? Mimi nilikuwa namuogopa, lakini nakutoka mambo ya kumwambia lazima nimwambie. Leo kwa sababu wajibu wangu lazima nimwambie bwana hivi. Anasema alikuwa na ukaribu na mjomba wako. Kwa nini ukumtumia mjomba wako kuongea naye? Karibu gani? Karibu mjomba wangu na simu. Mamangu unajua mjui Lei? Mamangu mzazi yeye. Ray hamjui au mamako ndo mjui Ray? Lei hamjui mamangu mzazi. Yaani mimi Lei hajui kwetu ni wapi. Wala nyumba ya kwetu haijui. Hata ni siku nimekufa pale next level. Angekuwa hajui mimi ananipeleka wapi. Hukuwahi kumwambia twende nyumbani? Yeye hakuwahi kutaka. Sasa hivi unapomchukua mtu wa mtu unafanya naye kazi. Huwezi kumuuliza ni kwao wapi? Lazima. Kwa hakutaka kujua tu unakaa wapi? Mimi nakuuliza tu unakaa wapi. Unapomchukua mtu wa mtu unafanya naye kazi mfano. Unataka kujua kwao wapi? Hapana. Matatizo mimi binadamu kaka. Yes kabisa. Kabisa. Unanipeleka wapi? Mamangu ungekufa hakujui, si ndio? Kwa nini kuwachukua wazazi wako waende nao? Kwa nini kuchukua ndugu yako yote akamtambulisha? Kupeleka hata haja kutembelea. Sikilize bwana unachoongea. Mimi nakusikiliza. Yeye hakutaka. Alikuwa anawazuia. Yeye hakutaka. Unajua ngoja ngombe kitu kimoja. Yeye anatakiwa sema, "Dogo wewe kwenu wapi?" Mimi natamani nijue wazazi wako. Okay. Natamani nijue mama yako. Nijue ndugu zako. Kwa sababu mimi naamini kama Lei angekuwa na wajua ndugu zangu na ndugu mama yangu. Lazima ndugu zangu ngesema nataka kujua mwanetu anaingiza bei gani. Yes. Unaelewa vizuri? Yes. Bali kila kitu si dashboard ungetaka kujua iko. Yes. Anaingiza bei. Sasa ningelalamika bwana mimi sipewi hela kwa familia yangu. Unaelewa? Kwa siku ungetaka kumface Lei kumpigia vikao vilikuwa vingi. Maybe labda hiyo kitu ndio. Nikataa. Labda hiyo kitu umefanya? Ungekataa. So ndugu zangu lazima tu wangetaka kujua hivyo vitu. Kama sawa, dogo nini sawa, okay sawa. Nataka kujua dogo anabika ingizi hela nini na nini. Wangetaka kujua hivyo vitu. Yes kabisa. So vizuri. Labda yeye ndio maana hakutaka kujua familia yangu kutokana na hivyo vitu alikuwa anavikwepa. Kwa hiyo unataka kuniambia inawezekana Rayvanny alikuwa nini anajua nini anachofanya? Mimi binafsi. Labda nimefungua kampuni sibuto. Sajili labda manager na wasimamizi kwa mbona lazima nijue kwao mbona manager kwenu wapi kwanza. Wewe ndugu yangu natamani nijue mama ndugu zako kwa sababu hizo hizo specific kwa kupata tatizo unaelewa mimi nitampigia nani kwa bwana ndugu yangu anapata matatizo unaelewa sio lazima uwe na ndugu zake. Yes kweli unaelewa sio wewe hapo ndio familia yangu na mtu kwa ataki bosi kwa baba bro unaona mama baba leo unaona bro hiyo ngumu lazima mwenyewe ataki kwa bwana mimi nataka kuonana na wao. Huu muda wote ambao hufanyi kazi una rekodi kazi au unasubiri mpaka uruhusiwe? Zipo na rekodi siwezi kuacha kurekodi lakini changamoto ndio hiyo sina vitu kufanya vitu hiyo ni changamoto. Najaribu kumuomba bro nisaidie lakini mwisho siku napita huko napita kule. Nakuelewa mwanangu, nakuelewa. Mwisho siku mpaka unaona mimi hatua nakuja naamua kuongea hadharani mbele za watu kama hiyo. Sijajua wengine watamchukuliaje unajua. Ndio ongea tu ukweli. Kwa namna ulivyoishi kwenye na Rayvanny Next Level. Kwako wewe ukipata picha na namna wasanii wengine wanavyo struggle kwenye lebo zingine. Wewe kama msanii unahisi lebo zinasaidia?
tukija hapo kwenye, unajua kila mtu na bahati yake. Na kuna maisha ya kila mtu na Mungu anavyokuandikia. Mimi naweza nikajiongea upande wangu, mimi lebo sikufaidika nayo chochote. Sijajua kwa wasanii wenzangu wengine na lebo zao, sababu hizo kuzungumzia lebo za watu. Kwa sababu kila mtu anafanya anavyopitia. Unaelewa? Lakini pia na mimi naongea kupitia kwamba mimi kwa damu naweza kusema lebo sio kufanya chochote. Lakini mwingine anakwambia bwana lebo hiyo kwa nzuri. Kembo na jinsi anavyoongea, lakini kwa mimi naweza kusema unahisi wasanii wanafungua record label kusaidia vijana au kwa ajili ya manufaa yao? Kwako wewe unavyohisi? Mimi nafikiri hiyo swala tuachie wananchi, kwa sababu mimi naweza kusema watu labda hawajafungua label wajue kusaidia vijana, afu kashangaa kuna siku labda Ivana alikuwa kwa mwingine akamsaidia mamoja. Unaelewa? Akamsaidia vizuri, tunaona mashaka. Kama mimi labda ndugu yangu na yeye azikuiva vizuri. Sipendi kuongelea hiyo swala kwa sababu unaweza kuongelea kwa sababu sasa nimeweka saidia vizuri kabla ya jamii. Kwa hiyo ni kuachia wenyewe wananchi. Sasa nimeweka atasaidia vizuri, basi taona. Kama na itakuwa kama ya kwangu sawa, taona. Kwa mimi sikutoa haki. Kabisa. Elewa. Upande wangu mimi ulijuta kuondoka kwa Ima? Sababu alikupangia. Ima mimi sikuondoka, labda na uongo naye. Hukumuomba labda ongea na Rayvanny kwa sababu aliongelea mwanzo? Sasa penda hiyo mambo. Sio mtu wa Messi. Anapenda kujulikana. Afu alikuwa ni support mimi kama wangu. Vipi kuhusu Chege? Chege. Yaani kwa labda jaribu kuongea na brother. Chege sasa huwezi kumuingiza katika haya mambo kwa sababu Chege ni mtu mzima. Na kwanza tena kumuingiza katika haya mambo kama kumbanisha. Natengeneza vita ambayo wewe unakuja kuonekana wewe chanzo, kwa sababu yule ni mtu ambaye sharuhusu bwana fanyeni. Unaelewa, kwa moyo mmoja. Kwa kama aliruhusu kwa moyo mmoja, maana ukirudi tena tamchanganya blaza. Kabisa. Anaanza tena mpigie Rayvanny. Unaelewa sijui kwa mchanganya blaza. Kwa hiyo sasa mimi mwenyewe ndio niliingia kwenye mchezo. Mimi Mungu anisaidie kubaki salama. Sawa, una chochote labda kuambia watu ambao wanahusika na kusimamia masuala ya wasanii, mfano labda KOSOTA, BASATA na wizara pia kuhusiana na ile ambayo inaendelea la kwako? Mimi tu niwaambie, so mimi naamini kuna mawaziri ambao ni vijana, kuna Makonda, kuna Mwanaifei, kuna Msigwa ambao wana uwezo wa kusikia hiki ambacho anakizungumza. Mimi niwaambie tu waheshimiwa tusaidia kwenye haya masuala ambayo yanatokea, kwa sababu haya mambo yanatesa sana wasanii. Mimi na imani waheshimiwa wetu wote ndio situation ambazo bado pia kufight mpaka hapo walipofika. Kwa nao ni wapambanaji pia, namna ya kufight maisha, namna ya kupambana. Kwa mimi nafikiri ni vizuri ingekuwa kama BASATA, kama msanii anasainiwa kwenye hizi lebo kubwa, mkataba kwanza upite pale. Upitishe Upitishe kwanza pale. Bana Rayvanny tutakao kusaini msanii njoo hapa. Au Harmonize njoo hapa. Au nani njoo hapa. Mkataba ukoje bwana, na msanii gani bwana fulani. Mkataba ukoje? Hapo kuna msanii aitembelea kwa msanii. Sawa. Unaelewa? Hivi mkataba uko sawa, nisha moja mbili. Hapa haki za msanii hizi na vizuri hii iwe standard. Bao sasa BASATA hawa kutokea labda siku hamko sawa kwa lebo, maana tena wanabidi wawe kama walezi waweze kufanya kuongea na nyie tena, kuwaita tena bwana, wala kulalamika bwana hivi na hivi bwana wewe umekuja mkataba au bwana yeye bwana sikiliza au mkataba leo nyinyi mmezungana, basi ekeni kwa style hii kia mtafanya nafikiri itakuwa inasaidia vijana wengi. Okay, wewe nataka kufanya wewe, kwa nini ukitaka kujisajili BASATA mwanzo? Hiyo ilikuwa ni shughuli ya lebo huko basi. No, before hata kutambulishwa na lebo ulikuwa msanii tayari? Ni kweli, kwa sababu hiyo elimu pia ilikuwa sio elimu ilikuwa sio kila kitu kinaenda, lazima pia sometimes upate elimu. Hiyo elimu ilikuwa sina. Kwa mimi hata nimekuja kujua kama hata BASATA yenyewe hawanijui kabisa, kwa sababu wewe ukitaka kwenda kujitambulisha lebo yenyewe ilibidi sina sajili. Mimi naongea na wewe kwa sababu wewe before kwenda kwa Rayvanny ulikuwa msanii.
Sikuwa na hiyo elimu mara kwanza. Lakini umeamini kutokujisajili BASATA kuna madhara. Yeah. Kwamba nisipojisajili sitambuliki, naweza nikaenda pale nisipate msaada. Si ndio maana yake ndugu yangu Tukubali tu. Yes, so maana yake ni kwamba kuna sehemu ambao kama vijana inawezekana tunapitiwa umaarufu. Unaelewa vizuri? Sawa, Macvoice, vingi ulivizungumza na hapa tukuja kuzungumza kwa ajili ya Rayvanny na nini. Nataka uongee maneno mawili na vijana ambao wanatamani umaarufu wa haraka kupitia hizo record label bila kujua watanufaika vipi. Cha kwanza hilo saidie tu kujisajili kwa BASATA. Hiyo ni ya kwanza. Pili, wanapokuwa mkataba na hizo label waupeleke sasa. Unaelewa? Huo mkataba wako ni ulikuwa wa unyonyaji? Na unaweza kuweka kwenye ile ufungo? Kuna sheria zilikuwa ngumu sana. Acha tuishie tu hapo basi. Noma sana. Noma. Lakini tumezee hivyo tu. Lakini mimi nishie kwa ushauri. Upeleke mkataba BASATA. Kama walezi waweze kupitia, bwana mimi nimekuja bwana mimi tofani mkataba wangu hapa. Msanii fulani anataka kunisaini. Je, tuendelee kwa sawa? Na yuko kwenye sheria. Angalia waseme iko sawa. Bwana hawa iko sawa ndio ibadilishe hivi. Nasaidia sana. Unajua elimu watu wengi hawana. Sio mimi tu ambaye nilikuwa sina hiyo. Mimi mwenyewe nilivyosikia jana nikasema da. Kwa hiyo vijana wengi ambao wanapambana ndugu zetu mtaani, hiyo elimu hawana, ila tu ni mashauri waende hapo BASATA. Una chochote cha kuambia mashabiki zako? Na hali au unahitaji wa kuchangia mashabiki? Kama inawezekana nichangie nipate milioni 100 nimpe kaka. Sina uwezo ndugu zangu, saidieni. David, kwa sasa hivi Instagram yako huwezi kupost chochote. Aingia tu na huruma bro, nisaidie. Nisaidie sana. Nashukuru sana kwa kweli. Ndio jambo msingi na naomba nisaidie basi. Mungu atambariki sana. Kabisa. Bana, tumejaribu kupigia story na ndugu yetu Macvoice kuhusiana na haya ambayo yanaendelea. Mimi kiukweli niwe tu mkweli, nashindwa kuongea mengine. Unajua siwezi kumuuliza mambo ya muziki, kwamba ana plan gani za kimuziki, ana kolabo ngapi kubwa, anawaza nini kwenye muziki, kwa sababu kwa hivi vitu ambavyo vinaendelea utamuuliza nini? Hakuna kitu ambacho unaweza ukamuuliza. Itabidi tu usikilize, mjaribu kuongea kwenye hiki ambacho kinaendelea sasa hivi. Kama ana uwezo wa kusaidika aweze kusaidika, kwa sababu kanyang'anywa kila kitu. Ndio maana yake hata akitaka kutoa ngoma atatoa ngoma chini ya nani anaweza kashtakiwa. Unaongea uongo bwana, kwamba wewe uko chini ya label unatoa ngoma kwa ruhusa ya nani? Sio maana yake. So maana yake unachotaka terminate mkataba ili wewe uwe free kufanya kazi zako. Sawa, mimi nafikiri tumepiga story, na kama una chochote cha kuongezea dondosha comment yako hapo chini uweze kushauri chochote kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea kati ya Rayvanny na Macvoice.